kuna mambo imewafanyikia, na ile maisha wanaishi ni ya uchungu, wanaishi kwa uchungu, wanaishi kwa uchungu mwingi sana, sababu kuna mambo ambayo imefanyika mabaya, na hiyo mambo ikafanya wakae ni kama wako na uchungu ndani yao, wako na uchungu mwingi, wako na hasira nyingi. Na uchungu usikutoe kwa Mungu, hata wakati pengine kuna mambo ambayo katika maisha imeleta uchungu, usikubali uchungu ukutoe kwa Mwenyezi Mungu. Maana kuna watu wengi uchungu uliingia na ule uchungu ukawatoa kwa Mwenyezi Mungu. Aidha kuna mambo walifanyiwa, ama kuna vitu zilifanyika katika maisha na uchungu ukaingia, na wakati uchungu uliingia, uchungu ukawatoa kwa Mwenyezi Mungu. Hii naomba siku ya leo, na ninakuombea siku ya leo, uchungu usikutoe kwa njia za Mwenyezi Mungu. Kuna mtu mmoja katika Biblia anaitwa Daudi. Daudi alikuwa ni mwana wa Yese, na Daudi alikuwa na vita nyingi sana na Sauli baada ya kushinda vita fulani. Wakati wowote mtu anapiga mahali, anafika kiwango kingine, ama anainuka, kuna vita huwa inainuka. Maana si watu wengi hufurahia wakati mtu anainuka, na Daudi aliishi sana na hiyo uchungu, lakini alipitia kwa uchungu, lakini hakuruhusu uchungu umtoe kwa Mwenyezi Mungu, ama uchungu umtoe kwa njia za Mungu. Daudi kama mfalme, kuna mambo machungu alikuwa anapitia, na wakati anapowaza juu ya hayo mambo, roho yake inakuwa na uchungu sana. Kwa hivyo kuna mambo Daudi kama mfalme alipitia, na ilikuwa ni mambo ya uchungu, na wakati alipokuwa akifikiria ama akiwaza hayo mambo, ndani ya roho yake alikuwa na uchungu mwingi sana, na ndani yake alikuwa anaumia. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa na uchungu, anaweza kuwa ni mtu mkubwa, anaweza kuwa ni mtu ambaye ako na mamlaka, anaweza kuwa ni mtu ako na fedha, lakini akapitia mambo ya uchungu. Kuna mtu anaweza kuwa na pesa, na mwingine anaweza kuwa na pesa, lakini wapitie mambo iwaumize na waishi maisha ya uchungu. Lakini wakati wowote unapitia kwa hiyo mambo ya uchungu, ama unapitia kwa uchungu, usikubali uchungu ikutoe kwa Mungu, usikubali uchungu ikufanye usimwabudu Mungu. Haleluya! Unaweza kuwa mfalme ama mtu mkubwa, lakini mambo unayopitia ni machungu, inaumiza roho yako. Kwa hivyo unaweza kuwa wewe ni mtu mkubwa, basi wewe ni mtumishi wa Mungu, basi wewe ni mzee, basi wewe ni kijana, basi wewe ni mama, lakini yale mambo unapitia ni mambo mazito, mambo ambayo inaumiza roho yako, ni mambo unapitia kweli, hata wakati unafikiria inagonga roho yako, na roho yako inakuwa na uchungu. Kwa hivyo machungu haichagui ni mfalme, haichagui ni mtu mkubwa, haichagui ni mtu wa aina gani. Machungu inaweza ikapata mtu yeyote, na hiyo machungu ikakaa ndani yake na ikamuumiza sana, lakini hiyo machungu inafaa ushinde. Hiyo machungu isifanye uache ile kitu ulikuwa unafanya. Wakati mwingine watu wataona mambo iko sawa, lakini ndani yako uko na mambo machungu sana. Wakati mwingine hata watu katika familia, watu mahali unaishi, wale watu unakaa nao, wanaweza fikiria mambo iko sawa, wanaweza fikiria kila kitu iko sawa, lakini uko na uchungu, unapitia machungu, roho yako inaumia. Daudi amekalia kiti, ama Daudi ni mfalme. Daudi amekalia kiti cha ufalme, lakini ako na uchungu ndani yake, maana kuna mambo inaumiza roho yake. Wakati mtu anaumia ndani yake, huwa anakuwa na uchungu na hana furaha.
Ndiyo ni mfalme, lakini kuna mambo ambayo anapitia. Kuna mambo ambayo ni mazito anapitia, inaumiza roho yake. Ni mfalme ndiyo, lakini kuna mambo imemfinya mpaka ndani yake anaumia. Psalm 73:16 mpaka 17. Zaburi 73 kuanzia mstari wa 16 na 17. Kuna kitu moja Daudi alielewa, hata kama kulikuwa na machungu, alielewa kwenda kwa nyumba ya Mungu. Wakati mambo haiko sawa, wakati mambo ni mazito, lazima uelewe ni wapi ninaweza enda. Sasa wakati Daudi alikuwa na uchungu, Daudi alielewa ingawa kuna machungu, lakini wakati alienda kwa nyumba ya Mungu, machungu iliisha. Kwa hivyo wakati uko na uchungu na uelewe mahali unaweza ukaenda, uelewe kwenda kwa nyumba ya Mungu, uchungu utaisha. Sasa Daudi alielewa hivyo, na wakati uchungu uliongezeka, yeye akaondoka na akaenda kwa nyumba ya Mungu na uchungu ukaisha. Wakati mwingine unaweza kuwa wewe ni mtu mkubwa, lakini unapitia mambo mazito na mambo magumu. Sasa Daudi akiwa na hiyo mamlaka alielewa hii uchungu imezidi kuwa nyingi na hii uchungu imeongezeka. Akajua mahali ninaweza enda, uchungu yangu iishe, mateso yangu iishe, shida zangu ziishe, ni kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na Daudi akaondoka, na wakati alifika kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu, uchungu uliisha. Haleluya. 16 inasema hivi, tusomee. Nami nalifikiri jinsi ya kufahamu hayo. Nami nalifikiri jinsi ya kufahamu hayo. Ikawa taabu machoni pangu. Na ikawa taabu, yani amekaa chini, amefikiria, lakini ikawa taabu na uchungu. Hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu. Na hata nilipoingia patakatifu pa Mungu, nikautafakari mwisho wao. Na nikautafakari mwisho wao. Amen. Wakati aliingia patakatifu pa Mwenyezi Mungu, alitafakari mwisho. Wakati unafika kwa nyumba ya Mungu, shida inaisha, ile uchungu ulikuwa nayo inaondoka. Hata kama kuna mambo haijafanyika na itafanyika, lakini uchungu uliokuwa ndani yako, uchungu uliokuwa ndani ya moyo wako huwa unaisha, ama unaisha kabisa. Wakati unakuja kwa nyumba ya Mungu, kuna neema ya kuondoa hiyo uchungu. Wakati mtu anaenda kwa nyumba ya Mungu, kuna neema ambayo huwa unapewa ya kuondoa hiyo uchungu. Wakati unaingia unamwabudu Mungu, wakati unaingia unamsifu Mungu, kuna neema huwa inaachiliwa ya kuondoa hiyo uchungu. Hata kama kulikuwa na shida, hiyo shida hautaiona tena, unaona ushindi, maana kuna neema imeongezeka kwako, ama kuna neema umepewa ya kushinda hiyo. Haleluya. Daudi hakukubali machungu yamtoe kwa kiti cha ufalme, bali alijua mahali pa kumalizia machungu ni kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Daudi akiwa mfalme hakukubali machungu yamtoe kwa kiti cha ufalme. Kuna ndoa nyingi zimeisha kwa sababu ya machungu. Mama akikosewa na mume wake, hiyo machungu inamtoa kwa ndoa, anarusha mikono kwa sababu ya hiyo uchungu, na anawacha ndoa yake, anawacha mume wake. Wakati mwingine mwanaume anakuwa na machungu, na hiyo machungu inamfanya aache mke wake. Leo nimekuja nikwambie, kama vile Daudi hakuacha kiti ya ufalme kwa sababu ya machungu, na wewe usitoke kwa kiti chako, usitoke kwa nafasi yako kwa sababu ya uchungu. Hata kama biashara leo haitafanya vizuri, kesho itakuwa sawa. Hata kama watoto raundi watafanya vizuri,
vizuri. Hiyo wakimalizia watafanya vizuri, maana tutamwaminia Mungu na ile neema ya Mungu itasaidia uchungu uondoke. Haleluya. Wakati mtu ako na uchungu, anahitaji marafiki ambao watasimama na yeye hata katika maombi na kumfariji. Hata wakati mtu amefiwa, wakati mtu anaomboleza, wakati mtu anapitia mambo magumu na mazito, huwa anahitaji marafiki. Na ndio mimi husema, wakati unataka kujua marafiki ni wakati uko katika shida. Wakati mmoja Ayubu alikuwa katika shida, na akiwa katika shida kuna watu walikuja wakakaa na yeye wiki mzima, na walikaa na yeye wakimfariji. Kwa hivyo wakati utataka kujua marafiki ni wale ambao wakati uko na shida, wakati uko na machungu, watakuja wakae na wewe, wakuombee, wasimame na wewe mpaka ushinde yale majaribu. Sasa Ayubu ako katika majaribu mazito sana, ako katika mambo magumu, ako katika uchungu, ako kwa uchungu, ako na uchungu ndani yake, amejaa uchungu. Maandiko inaniambia katika Job 2:12 mpaka 13, Ayubu 2:12 na 13. Unaweza kuwa katika hali ya machungu mpaka sura yako ikabadilika. Kuna watu ambao huwa wanapitia machungu mpaka ukimwangalia unaona sura yake imebadilika kwa sababu ya uchungu ambao anapitia. Sasa wakati huu Ayubu alikuwa na uchungu, alikuwa na machungu, lakini kuna watu walipatikana. Sijui leo kama katika maisha, wakati ulikuwa na uchungu, kama kuna mtu alisimama na wewe akakuombea, akakupenda, akakutia moyo. Au ndio watu Mungu anataka tutembee nao, watu ambao wataelewa, watainua macho yao waone wakati Mapesa ako na uchungu, wakati Peter Chairman ako na uchungu, wakati Winnie ako na uchungu, wakae na yeye wamuombee mpaka asimame ama ashinde yale majaribu. Sasa Ayubu ako kwa hiyo hali, ako na uchungu ndani yake, anaumia, lakini kuna watu waliangalia, wakamwangalia, wakainua macho yao, wakamwangalia, wakamuona na wakaelewa huyu ako katika uchungu na hafai kukaa peke yake. Wakajitoa kwa gharama yao, wakaenda wakakaa na yeye mpaka wiki ikaisha, wakamuombea, wakamuongelesha, uchungu ukaisha. Wakati mtu ako na uchungu, huwa anahitaji watu ambao wataelewa na watamuelewa na wakae karibu na yeye ili waweze kumsaidia uchungu iondoke. Haleluya. Soma 12. Basi walipovua macho yao, nao wakali mbali, wasimtambue. Ni mtu ambaye mambo imempiga mpaka sura imebadilika. Hebu geukia jirani yako uone kama sura imebadilika. Mwangalie uone kama ako na machungu. Yaani Ayubu amepitia mambo, marafiki zake wanainua macho, wanamwangalia kwa mbali, wanakosa kumwelewa ile mashida alikuwa amepitia. Ambia mtu unahitaji mtu ambaye atakuelewa. Tembea na watu ambao watakuelewa. Hata wakati wa uchungu watakuelewa. Watasonga karibu, wakae na wewe, wakuongeleshe na wakuombee. Wakainua sauti zao na kulia. Maana walielewa huyu ni yule tunajua, lakini saa hii hauwezi ukamjua. Maana uchungu imekuwa mingi, shida zimekuwa nyingi, mpaka hauwezi ukamwelewa na hauwezi ukamjua. Wakainua sauti zao wakalia. Kila mmoja akararua joho yake. Wakarusha mavumbi juu ya vichwa vyao. Kuelekea mbinguni. Kisha wakaketi nchi pamoja naye muda wa siku 7. Wakakaa pamoja na yeye, wakakaa
pamoja na yeye, wakakaa chini pamoja na Ayubu muda wa siku 7, mchana na usiku, usiku na mchana, wala hapana mmoja aliyenena naye neno lolote, na hawakuongea na yeye, kwa maana waliona ya kuwa mashaka yake aliyonayo ni makuu mno. Maana waliona mashaka aliyokuwa nao ni makuu mno. Waliona ni mtu yuko na uchungu, waliona ni mtu ameumia, na wakaona wakae na yeye tu. Kwa huo upendo kweli atapata nguvu na kuombea watu wazuri waletwe kwako na Mwenyezi Mungu, hata wakati wa uchungu wa kuangalie na waelewe, huyu si yule tunajua, huyu si yule tunajua. Kuna kitu imefanyika, kuna mambo ambayo si mazuri imefanyika. Wakae na wewe na wakuombee, wasimame na wewe kwa hali yoyote mpaka ushinde. Wakati wa machungu unahitaji watu wazuri watainua macho yao kuelekea mbinguni na wamulilie Mungu, ni kwa ajili yako. Wakati wa machungu unahitaji marafiki wazuri ambao watainua macho yao. Wakati uko katika dhiki, wakati uko kwa shida, wakati unapitia mambo mazito, wakati unaomboleza, unahitaji Mungu akuletee watu wazuri ambao watainua macho yao wamulilie Mungu, ndiye msaada wako upatikane, ndiye Mungu akusaidie, walie kwa ajili yako mpaka Mungu aonekane. Unahitaji hao watu katika maisha, sababu wakati mwingine huwezi omba kwa sababu ya machungu. Kuna wakati mtu anapitia kwa machungu mpaka hawezi akaomba. Tunakataa kifo, lakini wakati watu wako na matanga, wakati mtu amefiliwa, anawezanga kuomba kweli. Anahitaji watu waje kwake wamuombee, watu waletwe wamuombee, maana ile uchungu iko ndani yake, hawezi akaomba. Wakati wa uchungu mtu anaweza akashindwa kuomba, lakini akipata watu wazuri wamsaidie kuomba, walie, waangalie mbingu, waitane, Mungu amsaidie. Watu wazuri, na si watu wote wanaweza fanya hiyo. Ni watu ambao ni marafiki, wanakubebea mzigo. Mungu akuletee watu wakati umefika mwisho, wanaweza wakakubebea mzigo wako. Katika safari ya msalaba kuna mahali Yesu alifika, hata wale walikuwa wamembebesha msalaba wakaona kweli umeshindikana. Wakaona jamaa moja akitoka kwa shamba, wakamwambia kuja, wakamshurutisha abebe msalaba. Kuna wakati mwingine mtu anaweza akafika mahali anataka lakini hawezi, anahitaji watu ambao watamsaidia ndio aweze kusonga. Gari ikiwa kwa barabara inaweza fika mahali kuna matope na iteleze iingie mahali, hata ikijaribu kujitoa ishindwe, lakini gari nyingine ikija iende mbele yake itaivuruta na itatoka hapo kwa kukwama. Kuna wakati Ayubu alikaa na kweli yuko pale, hata wale marafiki walikuwa mbali, walikuwa wanamjua, lakini uchungu ulikuwa umempiga mpaka sura ikabadilika. Usifike hapo, usifike hapo mama, usifike hapo kijana na mzee. Mungu awasaidie kuanzia leo. Hiyo uchungu Mungu awaondolee. Yesu awaondolee kila uchungu katika maisha. Usiishi maisha ya uchungu kuanzia leo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Maana ukiwa na marafiki wazuri wataomba kwa ajili yako, na wewe utapata nguvu za kuendelea.
marafiki tu ambao watasimama. Hata waombezi hapa nimeona ni marafiki wazuri, wamesimama na watu kutoka Jumatatu kila siku kwa sababu ya watu wengine. Na wewe Mungu akuletee marafiki wazuri ambao watakuombea ndio uweze kuendelea mbele. Watasimama na kazi yako, wewe haujui. Watasimama na biashara yako, wasimame na kazi yako, wasimame na watoto wako, wasimame na ndoa yako, na wewe haujui mpaka iendelee na isimame. Lakini wewe hautajua ni nini ilifanyika. Kumbe kuna marafiki wameinua macho wakaona yale mambo unapitia, wakaona. Mungu akuletee hao marafiki ambao watakuombea wakati wa machungu. Unaweza kosa maneno ya kueleza juu ya machungu yako, lakini baada ya machungu kuna urejesho. Unaweza kosa maneno tu, unaweza kosa kuelezea watu, lakini yale unapitia ni machungu, yale unapitia ni mazito. Ukakosa maneno ya kueleza, ukakosa maneno ya kueleza watu. Kuna mtumishi mmoja anaitwa Elijah, alifika mahali akaombea roho yake, akajiombea hafe, maana alikuwa na machungu. Alikuwa mtumishi wa Mungu. Machungu haichagui mfalme, haichagui mtumishi wa Mungu, haichagui mama, haichagui mzee, haichagui kijana. Huyu ameua manabii wa Baali 450 na amefika mahali kwa sababu ya Jezebel amemfuata, anataka kumaliza. Akasahau kuona Mungu yule alimtetea, akawa na machungu kwa sababu ya Jezebel. Akafika mahali akaona hata sifai kuendelea, uchungu ukaingia. Naomba Mungu akuondolee uchungu. Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 4. Mtu yeyote anaweza akapitia machungu. Elijah mtumishi wa Mungu alipitia mambo machungu mpaka akaombea roho yake kufa. Unaweza kuwa umejitolea hata kufanya kazi ya Mungu, lakini unapitia machungu kama Elijah. Tusomee Wafalme wa kwanza 19 inasema, akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana. Nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana, Mungu wa majeshi. Mungu wa majeshi. Kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako. Kwa sababu wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako, na kuzivunja madhabahu zako, na kuwaua manabii wako kwa upanga, na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia, mimi peke yangu, nao walitafuta roho yangu waiondoe. Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Akamwambia, enenda urudi katika jangwa ya Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu. Mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu. Naye Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli. Mtie mafuta awe mfalme wa Israeli. Na Elisha mwana wa Shafati wa Abel-Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na Elisha mtie mafuta
Kwa hivyo wakati utaruhusu machungu ikae ndani yako, utaondolewa kwa kiti yako. Sasa Elijah akaambiwa enda umtie Elisha mafuta awe nabii kwa nafasi yako, badala yako. Uchungu wakati unaingia, yeye aliona manabii wakiuawa na Mungu alikuwa amemlinda, akakosa kuona vile Mungu amemlinda, akaona vile manabii wameuawa. Machungu ikamuingia, na wakati machungu ilimuingia, hapo ndio aliisha. Akaambiwa watie mafuta. 17 inasema, na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli, Yehu atamuua. Na atakayeokoka na upanga wa Yehu, Elisha atamuua. Hautaponyoka kwa hao watatu, maana wametiwa mafuta ili waweze kusaidia katika vita. Kuna mtu ametiwa mafuta kwa sababu yako, ili uchungu uondoke kwa maisha yako. Na wewe usiweke uchungu ndani yako, usiweke uchungu ndani ya roho yako. Wakati unabeba machungu, huwa unaondolewa kwa nafasi yako na inapewa mtu mwingine. Usikubali uchungu ikutoe kwa nafasi yako. Usikubali machungu ikutoe kwa nafasi yako. Sasa Elijah aliruhusu machungu imtoe kwa nafasi yake ndio ipewe Elisha. Na wewe kataa machungu isikutoe kwa hiyo nafasi ambayo umekaa. Kile Mungu anataka kwako ni usiache machungu ikuondoe kwa makusudi yake. Usiache machungu ikuondoe kwa makusudi ya Mungu. Ingawa kuna machungu, lakini Mungu anatengeneza njia ya kutokea kwa hiyo machungu. Kwa hivyo hata kama kuna machungu, Mungu atatengeneza njia yako utoke kwa hiyo machungu. Mungu atakutengenezea njia utoke kwa hiyo machungu. Kwa hiyo mambo inakuletea uchungu, kwa hiyo mambo inakuletea hiyo uchungu mingi ndani yako, Mungu atatengeneza njia na wewe utatoka na hiyo uchungu itaisha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Sababu Mungu hawezi akaruhusu kufe kwa hiyo machungu, maana neema ya Mungu ingalipo kwa watu wake, hivyo itakuwa juu yako. Kwa hivyo neema ya Mungu iko juu yako. Neema ya Mungu iko tu. Neema ya Mungu itakusaidia, na hiyo machungu haitakuua. Mungu atakuokoa na hiyo machungu, atakuokoa na hiyo magonjwa. Hiyo magonjwa imeleta machungu, hiyo shida imeleta machungu, hiyo kukosa pesa imeleta machungu. Mungu atakuokoa. Haleluya, amen. Na kila mmoja anaweza pitia hali ya uchungu, lakini inategemea jinsi atakavyoshughulikia machungu anayopitia. Kwa hivyo kila mmoja anaweza akapitia machungu, lakini itategemea vile atakavyoshughulikia hiyo machungu. Haleluya. Kwa hivyo ukikosa kuelewa vile unaweza ukashughulikia hiyo uchungu, itakutoa kwa nafasi yako ama itaendelea kukuumiza. Sababu Naomi ako katika uchungu mwingi mpaka anabadilisha jina lake. Kuna mtu anaweza pitia uchungu mpaka akabadilisha majina. Naomi alipitia uchungu mwingi sana, na wakati alipitia uchungu mpaka akabadilisha majina yake. Akasema msiniite hiyo, msiniite Naomi tena, mniite Mara. Si alisema hiyo Mara, maana yake uchungu. Kwa hivyo mtu anaweza akapitia machungu mpaka hata majina akabadilisha majina yake. Lakini unaweza stahimili machungu ukiwa na imani. Unaweza stahimili machungu ukiwa na imani. Kama hautakuwa na imani, hauwezi ukastahimili machungu. Kwa hivyo lazima ukuwe na imani ndio uweze kustahimili nini? Ndio uweze kushinda machungu.
ndio uweze kustahimili machungu. Haleluya, amen. Na Mungu atakupea jibu kuhusu hiyo uchungu. Ukiwa na imani, Mungu atakupea jibu kupitia, atakupea jibu kuhusu hiyo uchungu ulio nayo. Atakupea jibu. Ruth 1 verse 19. Ruth 1 verse 19. Tusome Ruth 1 verse 19. Sababu Ruth alistahimili machungu na akapata njia ya kuondoa machungu yake, maana Mungu alimpea mume. Kwa hivyo lazima ustahimili machungu, ndiye Mungu akutengenezee njia ya kupata kile kiliondoka kikaleta machungu. Sawa sawa. Kwa hivyo ukistahimili, na utastahimili kupitia imani iliyo ndani yako. Ukiwa na imani utastahimili hiyo machungu. Watu wanaweza wakakuongea, watu wanaweza wakakusengenya, lakini ukistahimili hiyo machungu na uwe na imani, Mungu atakurudishia, atakurejeshea kile kiliondolewa kwa maisha yako. Soma Ruthu 1:19. Hivyo hao wakaendelea wote wawili hata walipofika Bethlehemu. Na ikawa walipofika Bethlehemu, mji wote ulitaharuki kwa habari zao. Wakati alifika Bethlehemu, mji wote ulishangilia. Kushangilia, ulishangilia kwa sababu yake, kwa sababu waliona amekuja. Ni kama vile mtu anaweza aenda, mnaitanga Katara ama wanasemanga wapi, kuku wasichana wanaenda ni wapi chama? Wewe unajua Saudia. Wewe sio Saudia, wewe lazima ujue Saudia. Wakienda Saudia, wakirudi kijiji yote inafanya nini? Inashangilia. Sasa Naomi kwa sababu ametoka nchi ya ng'ambo, amekuja, watu wote wamefanya nini? Kijiji mzima imeshangilia. Ni nini ilifanyika? Nao wanawake wakasema, je, huyu ni Naomi? Huyu ni Naomi. Akawaambia, msiniite Naomi. Msiniite, mpaka akabadilisha majina. Msiniite Naomi, niiteni Mara. Niiteni Mara. Ameenda kule, amepoteza mume, amepoteza watoto wawili wote wameenda. Mama huyo amejaa uchungu, vijana wake wawili wamekufa na amerudi. Alitoka kwake akiwa amejaa, amerudi kama hana kitu. Watu wakashangilia, wakauliza huyu ni Naomi, maana hawakumwelewa, maana alikuwa na uchungu mwingi. Wakauliza huyu wamama wanapenda kukaribisha watu, na wamama ni wazuri sana. Hata ukienda kwa mji wowote ukose kukaribishwa na wamama, jua umekataliwa. Lakini ukiingia kwa mji ukaribishwe na wamama, jua umekubalika. Sasa Naomi akapokelewa na wamama kwa shangwe, na wakati walimpokea hawakumwelewa na hawakumjua, maana sura yake ilikuwa imebadilika kwa machungu aliyokuwa nayo. Akawaambia, hata sasa msiniite tena Naomi, muniite Mara, maana nimejaa uchungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Mimi nalitoka hali nimejaa. Alitoka huko hali amejaa. Naye Bwana amenirudisha sina kitu. Amemrudisha mikono mitupu. Kwani kuniita Naomi, ikiwa Bwana ameshuhudia juu yangu na Mwenyezi Mungu amenitesa. Yani akawa na uchungu mwingi. Na kuna huyu msichana aliitwa Ruth, akavumilia kupoteza mume, naye Mungu akampa mume mwingine, akarejeshewa furaha na matumaini.
wakati unavumilia hiyo machungu na ukuwe na imani, Mungu huwa anakurejeshea kile ambacho kimepotea ama kile ambacho kimeleta huo uchungu. Zakuwa kuna ugonjwa pengine uligonjeka ukakusumbua miaka mingi, ukaweka machungu mpaka sura yako ikabadilika. Kuna watu ukienda kwa hizo hospitali kubwa utakuta mwingine ni TB, imempiga mpaka sura imebadilika. Kama ulimjua zamani, hauwezi ukamjua hata mkikutana. Lazima upate ufunuo, ujue kuwa baada ya machungu hayo kuna urejesho wa furaha. Kwa hivyo lazima ujue baada ya hii magonjwa, baada ya hii mashida, kuna urejesho wa furaha. Na hapo ndio unakuwa na imani. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Uanze kuona mambo makubwa, uanze kuona ushindi, uanze kuona ukifaulu. Genesis 16:6 mpaka 8. Mwanzo 16:6 mpaka mstari wa 8. Kuna mama mmoja aliitwa Ajiri, alikuwa ameolewa na alikuwa wa Abrahamu, maana alikuwa amepewa na mke wake Sara. Mwanzo 16 mstari wa 6 mpaka 8. Naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama mjakazi wako yu mkononi mwako. Alikuwa mjakazi wa Sara, naye Abrahamu akamwambia, sasa huu mjakazi ni wewe ulinipea, na basi sasa yuko mikononi mwako. Mtendee lililo jema machoni pako. Mtendee lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa. Sarai naye wakati aliona hiyo akamtesa Ajiri, naye akakimbia kutoka mbele yake. Machungu inaweza ikafanya mtu akakimbia akatoka kwa kiti yake ama kwa nafasi yake, lakini leo nimekuja nikwambie machungu isifanye ukimbie. Saba. Malaika wa Bwana akamwona kwenye chemchemi ya maji katika jangwa. Malaika wa Bwana sasa amekimbia, na kule amekimbilia ni kwa jangwa. Akiwa kwa jangwa na hiyo uchungu na hiyo machungu, malaika wa Bwana akamwona chemchemi iliyoko katika njia ya kwenda Shuri. 8. Akamwambia Ajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi? Nawe unakwenda wapi? Akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Akasema, mimi nakimbia kutoka kwa huyu bibi yangu Sarai, maana mimi niko na uchungu, amenitesa na niko na uchungu, nimejaa uchungu. Uchungu unaweza ukafanya mtu atoroke kwao. Kuna mambo unaweza fanyiwa kwenu, uchungu ufanye utoroke. Kuna mambo unaweza fanyiwa kazini, hiyo uchungu iko ndani yako, ile mambo umefanyiwa utoroke. Sasa yeye alikuwa anatoroka, maana uchungu ulikuwa mwingi. Ile mateso alikuwa ameteswa na Sarai ilifanya Ajiri akimbie. Haleluya, amen. Na kwa sababu kile Ajiri alikuwa amebeba, Mungu angemwacha, maana alikuwa ni mbegu ya Mungu. Alikuwa amebeba mbegu ya Mungu, maana ile mbegu ilikuwa ya Ibrahimu, na Ibrahimu alikuwa amefanya agano na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo mbegu ya Mungu hangeiruhusu ipotee, na ndiyo maana Mungu akatuma malaika. Ingawa Ajiri alikuwa na uchungu na alikuwa amekimbia kwa sababu ya uchungu, kwa sababu ya mbegu ambayo alikuwa amebeba, Mungu akaongea, Mungu akatuma malaika akamwambia rudi, akamrudisha. Ukiwa na mbegu ya Mungu huwezi ukapotea. Ukiwa na mbegu ya Mungu hauwezi kufa kifo ya mapema. Haleluya, amen. Kwa hiyo hata katika machungu mbegu ya Mungu haiwezi potea ama ikufe. Hata katika machungu mbegu ya Mungu
Mungu. Sema mimi ni mbegu ya Mungu, sitakufa na sitapotea katika jina la Yesu. Mbegu ya Mungu haipotei na haiwezi ikakufa, na ndiyo maana Mungu akatuma malaika akamwambia Hajiri, urudi, maana mbegu ya Mungu haiwezi ikapotea. Wakati mwingine utanyenyekea kwa hiyo machungu, ndiyo njia ipatikane. Ndiyo uweze kupata njia, lazima unyenyekee. Ndiyo uko na uchungu, ndiyo uko na machungu, lazima utanyenyekea, ndiye Mungu akutengenezee njia. Aliambia Hajiri, alielewa ndiyo Hajiri anateswa, alielewa Hajiri anapitia machungu, lakini kwa hiyo machungu alitaka Hajiri anyenyekee, ndiyo amtengenezee njia. Njia itapatikana leo. Kwa hiyo machungu umepitia miaka mingi, kwa hiyo machungu ya miaka mingi, leo njia inapatikana. Vile umevumilia hiyo machungu, njia itapatikana katika jina la Yesu Kristo. Mungu anataka unyenyekee na uwe na imani, ndio akutengenezee njia utoke kwa hiyo kifungo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Maana hakuna hatima inazaliwa kwa starehe, lazima kuwe na vita na machungu ndiyo kuzaliwa mambo mapya. Haleluya! Kwa hivyo hatima haizaliwi kwa starehe, hatima inazaliwa kwa hiyo machungu, na kwa vita inazaliwa. Ndiye Daudi akuwe mfalme, alitolewa kuchunga, akapigana na Goliathi, akapigana vita, ndio akaingia kwa hatima yake, ndio akaweza kuingia kwa ufalme, ndio akaweza kuingia kwa nafasi yake. Kwa hivyo hatima haizaliwi kwa starehe, lazima ujitume, lazima ujitoe ndio iweze kuzaliwa, na inazaliwa kwa vita, inazaliwa kwa machungu ndio uweze kupenya. Haleluya! Kwa hivyo yale mambo unafanya, pengine unataka kufaulu, pengine unataka kufanikiwa, haiwezi ikakuja hivyo. Kuna machungu utapitia na kuna vita utapitia, lakini ukishinda hiyo kwa imani, njia inapatikana. Na ndio unaona Mungu akamwambia Hajiri, rudi kwa Sarai, maana alielewa hii mbegu itazaliwa, na itazaliwa kwa vita, itazaliwa kwa machungu, ndio iweze kumea. Haleluya, amen. Kwa hivyo hakuna hatima inazaliwa kwa starehe, lazima upigane ndiye uweze kufika kwa hatima yako. Mimi nakuombea Mungu akutumie malaika wake wakuongoze hata wakati wa machungu. Ninaomba kuanzia leo Mungu akutumie malaika mahali popote utakuwa, chochote utakuwa ukifanya, akutumia malaika kwa hiyo machungu, uweze kushinda, uweze kufaulu, uweze kufanikiwa, uweze kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Malaika akuongoze uweze kufika mahali Mungu anataka. Sababu kuna mambo ambayo huwa inaumiza sana, ingawa kuna machungu, lakini mambo ya hatima ya mtu lazima upigane mpaka ushinde. Kwa hivyo hata kama kuna machungu, mambo ya hatima lazima upigane mpaka ushinde. Salimia mtu, mwambie lazima upigane mpaka ushinde. Amen. Ndio sasa uweze kushinda na kuingia kwa hatima yako, lazima upigane vita, na ukipigana unaingia kwa hatima yako, unaanza kufanikiwa, unaanza kufaulu. Hiyo vita, hapo ndio malaika atatumwa. Hii vita ya hiyo machungu ndiyo malaika atatumwa akuongoze, akuonyeshe njia. Mimi nakuombea Mungu kuanzia saa hii akutumie malaika akuongoze na akuonyeshe njia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, amen. Na usiogope, maana wakati utakimbia basi utaogopa kupigana na hautaweza kufika kwa hatima yako. Kwa hivyo wakati utakimbia utaogopa vita, utaogopa hiyo machungu, na wakati utaogopa hayo mambo hautaweza kufikia hatima, hautaweza kufikia baraka zako. Kwa hivyo lazima ujiandae, upigane mpaka ufikie hatima yako, upigane mpaka upokee kile unataka kupokea,
ushinde vita, upigane mpaka upate. Kama unataka baiskeli, kama unataka pikipiki, kama unataka gari, lazima upigane mpaka uipate katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Kwa hivyo kuna vitu leo utapigana mwenyewe mpaka upokee, sio kwa starehe, ni kwa kujitoa mpaka zionekane, mpaka uzipokee kwa jina la Yesu Kristo. Aidha ni kujituma kwa biashara, aidha ni kujituma kwa kazi. Hata kama tajiri ni mkali, ujitume mpaka ufikie kile unataka. Haleluya, amen. Na wakati unafikia, mambo inakuwa rahisi na kila kitu inafanyika kwa rahisi. Haleluya, amen. 2 Corinthians 4:8 na 9. Wakorintho wa pili 4:8 na 9. Ingawa machungu yapo, lakini hatutakata tamaa. Ingawa machungu hiko. Nguza mtu mwambie machungu hiko, lakini hata kama kuna machungu, hatutakata tamaa. Paulo anaambia Wakorintho, hata kama kuna machungu, hatutakata tamaa. Tumepewa neema ya kustahimili kila hali kupitia kuomba na kusoma neno. Kwa hivyo hii neema ambayo tunataka ya kushinda machungu, ya kushinda vita, tunaipata kupitia maombi. Hii maombi tunaomba ni ya kushinda, ya kushinda na kuweza kushinda machungu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati tunaomba, tunaweza kustahimili machungu na kila vita ambayo iko katika njia, na tunaweza kufikia hatima. Haleluya. Kwa hiyo lazima tuombe na tusome neno ili tuweze kushinda hiyo machungu iliyo ndani yetu. Haleluya. Salimia mtu mwambie, kuanzia leo machungu imeisha. Umeomba na umesoma neno, machungu imeisha. Na kila machungu tunaing'oa ndani yetu. Kila machungu naing'oa ndani ya roho yangu. Nang'oa kila uchungu, nang'oa kila machungu katika jina la Yesu. Ninaomba neema ya kushinda na kustahimili machungu. Sema ninaomba, naitisha neema. Sema ninaitisha neema ya kushinda na kustahimili kila machungu katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu alikufanyia mambo, machungu ikaingia. Kuna mtu alikuambia kitu, machungu ikaingia. Ninakuombea siku ya leo, ninakuombea neema ya kustahimili hiyo uchungu. Kuanzia leo upokee neema mpya ya kushinda hiyo machungu. Haleluya, amen. Maana machungu hayatakuangamiza, maana Roho wa Mungu atakuinua kiwango cha kushinda. Roho wa Mungu, wakati utaomba na wakati utasoma neno la Mungu, Roho wa Mungu kuinua kiwango cha kushinda hiyo majaribu, cha kushinda hiyo uchungu. Na wakati unashinda, roho ya furaha inaingia ndani yako, unaanza kufurahia. Maandiko inasema nini? Pande zote twadhikika. Pande zote twadhikika. Ukitoka hapa ukienda Kawangware unadhikika. Ukitoka hapa ukienda Gashie unadhikika. Ukienda town, mji wa Nairobi CBD unadhikika. Ukienda Kikuyu unadhikika. Hata unadhiakiwa. Bali hatusombwi. Bali hatusombwi. Hatusombwi ni kumaanisha hatujafungwa, si ndio? Ama hatushtuki. Hatusongwi. Hatusongwi. Sasa Paul akasema ya kwamba alikuwa anaambia Wakorintho, anawaambia kila mahali tukienda tunadhiakiwa, kila mahali tukienda hakuna amani, kila mahali tukienda kuna vita. Lakini akasema hiyo mambo haitatutoa, haitatufanya tukate tamaa kuacha ile kazi ya neema iliyowekwa ama tuliyopewa na Mwenyezi Mungu. Twaona shaka, bali hatukati tamaa. Kama Mkristo inafaa ujenge imani yako iwe imara, hata wakati wa machungu hautatishwa na upepo, hautatishwa na kitu yoyote, hautatishwa na mambo yoyote. Kama Mkristo lazima ujenge imani yako ndiye uweze kushinda mambo ingine.
Twaudhiwa bali hatuachwi. Bali Mungu hawezi akawaacha. Alikuwa pamoja nao, alitembea nao na akawasaidia. Kwa hivyo ukiwa na imani, Mungu atatembea na wewe na hutaruhusu machungu ikutoe kwa ile kazi njema unaoifanya. Twatupwa chini bali hatuangamizwi. Twatupwa chini lakini hatuangamizwi. Haleluya! Hata kama mabaya yatakuja, hakuna kitu itakumaliza, hakuna kitu itakuua. Utaendelea kupata nguvu, utaendelea kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Kila upepo wa machungu unapungua kuanzia leo. Kila upepo wa machungu unapokuja, Mungu akupee mabawa ya kuruka juu ya hiyo upepo. Kila upepo wa machungu, kila upepo wa mabaya unapokuja, Jehova akupee mabawa ya kupaa juu ya hiyo mashida, ya hiyo upepo. Inuka na miguu yako, mwambie Bwana, ninaomba neema, ninaomba unipatie nguvu, ninaomba unipatie neema ya kuinuka juu ya hiyo upepo ya machungu. Ninaomba mabawa ya kupaa juu ya hiyo upepo wa mashida, ya hiyo upepo wa magonjwa, ya hiyo upepo wa mashida. Mwambie tu Bwana, ninaomba Baba, ninaomba Jehova, ninaomba my Father, ninaomba Elohimu.